Uko vizuri? Rwanda unasemaje? Rwanda tuko wazima, Rwanda ni nzuri na wewe umeona Rwanda kabisa kama ni nzuri. Ya, Rwanda iko vizuri. Umeonaje hii tournament ya FIFA Series 2026? Ni tournament nzuri kwa timu zote zimekuja hapa Rwanda. Ukiangalia ni timu ambayo watu wengi hawazijui, lakini kuna Tanzania wanaijua, kuna Kenya na East Africa wanaijua na Rwanda. Lakini ukiangalia haya timu zimetoka kule Ulaya, ukiangalia za makao hawazijui, lakini tunaona tournament nzuri inaweza kwa national team kwa support wachezaji ambaye hawapati muda wa kucheza. Labda ukaangalia timu ya Rwanda ni muda kwa kocha mpya kuleta wachezaji wapya wametoka pale Ulaya wanakuja kuchezea timu ya Rwanda ili wazidi kutafuta qualification za AFCON 2027. Ndio maana tunaweza kusema FIFA imefanya vizuri kwa kuwa wanapata muda wa kuona hao wachezaji wapya. Kwa kazi yako ya uandishi wa habari, hii imekuongezea nini kuja kuripoti FIFA Series 2026? Nafikiri ni experience nyingine kwa kuwa ni mtangazaji wa hapa Rwanda, lakini kwa kwenda kwenye nchi zingine unawasikia ni hatari kwa kweli, lakini tukiona mchezo kama hii ya FIFA Series tunaona watangazaji kutoka mbali, Tanzania, Kenya, hapo makao, Estonia. Tunaongea nao, wanatuambia mambo ya nchi zao. Ndio maana ni experience nyingine, nafikiri ni vizuri kwangu, ni experience, ni CV nyingine. Nafikiri mimi nafurahi kabisa kwa tournament hii kabisa. Ni timu gani imekusurprise kwenye performance yake? Nafikiri ni Tanzania kwa kuwa nimefikiri kwamba itachukua kombe hili, lakini ukiangalia mechi ya kwanza sijui Gamondi amekuwa hajui ile timu, lakini Manchester imemshinda. Sijakuwa nafikiria au nasikia itamshinda, nimekuwa nasikia kwamba Tanzania ni timu kubwa na wachezaji wazuri, kuangalia Wapeto, tukaangalia wachezaji wengine, nafikiri kwamba itachukua kombe hili, lakini kutafuta au kuchukua nafasi ya tatu sijui kabisa. Nimesema Tanzania au kwa kuwa na mimi Rwanda ndio nchi yangu, lakini nimezaliwa Tanzania. Wow. Ni nchi ya pili ambayo nasa hii kumshabiki. Sinaona hapa, wanaona hapa. Naiona hiyo Tanzania. Naiva, napenda wa Tanzania, lakini ndio hivyo tu. Tutaangalia kwa AFCON 2027 kama tutakuwa timu nzuri au tutashuka makundi. Labda inshallah. Wachezaji gani wa kutoka Tanzania wanazungumzwa sana hapa Rwanda? Wachezaji wanacheza ligi ya Tanzania ambayo wanajulikana hapa Rwanda. Unaangalia Feitoto anachezea Azam. Siku zilizopita nilikuwa kwa Yanga, ndio maana wanamjua wengi. Ukiangalia hapa Zimbwe amekuwa kwa Simba, lakini sasa hivi yuko kwa Yanga. Kuna ile Pacome Zouzoua, ndio wachezaji hapa wanajua wengi kabisa pale Tanzania. Unafuatilia ligi ya Tanzania? Naangalia sio mechi nyingi, lakini naziangalia tu kama Kariakoo Derby, Azam Simba, Azam Yanga, hizo mechi. Kwenye hizo dabi zote tatu ambazo umezitaja, ipi ni dabi yako bora ambayo huwa wanaipenda sana? Kariakoo Derby ni tamu sana, ukiangalia mashabiki, ukiangalia wachezaji na timu zao, ili tunaangalia mechi nzuri. Ukiangalia na hizi timu Champions League, Simba ni timu nzuri, Yanga imekuwa ni mechi kubwa kabisa, na hapa Rwanda one to one. Ukiangalia mechi hii
wewe una upande mmoja ni Yanga, upande mwingine ni Simba. Ukikuta hapa wengine wanasema mimi ni Yanga, huyu ni Simba, inakuwa ni match nzuri kabisa. Hapa Rwanda wanapenda Kariakoo Derby, huwezi kusikia kabisa, lakini kuangalia match ikawa inaendelea, ndio maana utaweza kuangalia hapa Rwanda kuna washabiki wengi wa Simba na Yanga sana. Kweli? Wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi ni Simbazi tu. Simba Sports Club. Unaionaje Simba yako kwa sasa? Simba ya leo nafikiri sio kama Simba ya siku za kale, au kwa muda wachezaji kama Wakibu wa Kagere Meti, unajua Tifosi Chama na Mitson, sio timu ile. Timu imekuwa ni timu kabisa, lakini ukiangalia kwa siku hizi wamenunua wachezaji ambayo wamemaliza muda mwingi bila kucheza. Mbona wakibaba kutoka Yanga na wale Kibabage umeona pia timu ya taifa hapa amekuwa hapa, lakini ukiangalia kwa Yanga amekuwa hana muda wa kucheza, lakini ya Simba inaleta Chama. Unasikia Chama amekuwa Simba, anatoka Simba anaenda Yanga, anatoka Yanga anarudi Simba, anatoka Simba anaenda Singida, anatoka Singida deni anarudi Simba. Sasa unaweza ukaleta wachezaji wengine ambayo wiko na nguvu, wanaweza kutia nguvu kwa timu hiyo, lakini nasikia kwa ukiangalia wananii bot ya Simba watununua wachezaji wengine ili Simba irudi ichukue disciplinary. Ni miaka mingi iliyopita Yanga kila mwaka inachukua kombe, sisi bado. Ndio inakuumiza. Lakini kwa kuiangalia Simba ya sasa, wachezaji gani ambao wewe wanakuvutia performance zao? Wachezaji wa Simba leo hatuna wastaa wengi. Bado hujaona Libasege, bado hujawafahamu wale? Nafahamu Chama, Aura, Aura, nawajua tu, lakini majina yao ni shida kuwajua, lakini kwa sasa ni hatari. Sawa, mastaa wa Rwanda hapa ambao unawakubali sana ni wakina nani na wanacheza timu zipi? Mastaa wa Rwanda hapa wachezaji unaowakubali ni wakina nani na wanacheza timu zipi? Wachezaji wa hapa wa Rwanda. Unasema kwa national team au club? Hizi klabu za kawaida ambao wewe unawakubali unasema hawa ni wazuri sana. Ukiangalia kwa Rwanda kuna wachezaji kama anaitwa Jibril anachezea APR. Kuna Dauda Yusuf anachezea APR na namba 25 kutoka Ghana, mchezaji mzuri kabisa. Ukiangalia kuna Mnyarwanda ambaye anaitwa Nijena Clement anachezea APR. Al Hilal nimekuwa mtafuta anaitwa Al Hilal, yuko nimeshuka makundi ya CAF Champions League. Kuna wachezaji wengine ambayo anaitwa huyu anachezea Royal Sport defender kutoka Nigeria. Kao namjua ametoka Burundi, amekuwa ni mchezaji mzuri, anakuja Royal Sport. Imekuwa jina namba 6 anakuja kucheza kwa hiyo nafasi. Kwa sasa hivi Sport inaanza kuona point inarudi kwa kikosi cha Rwanda Premier League. Wachezaji wazuri kabisa, Basane Ngera Mamadusi kutoka Kenya anacheza APR, wachezaji wazuri. Lakini kwa ujumla ligi ya Rwanda ikoje sasa? Ligi ya Rwanda sasa ni ligi nzuri kwa kuwa hizi timu mbili Eldoret na Al Hilal kutoka Sudan, yani zimeleta competition kwa hapa Rwanda. Inakuwa ni ligi ya timu mbili APR hiyo Sport, lakini leo ukiona na timu yote kama na timu ndogo kuishinda, yani ni shida kwa kuwa mechi zimekuwa nyingi.
ni wachezaji wote wanapata muda wa kucheza, lakini siku za kale hawapati muda wa kucheza kwa kuwa mechi zimekuwa sio nyingi. Ni ligi kubwa kwa sasa hivi majina yangu yote ni Gaga Innocent Rwagatare, lakini wakienda kwa Instagram, TikTok ni Gaga 12. Mimi ni mtangazaji wa Voice of Africa ya 94.7. Asante sana na kila la heri.